Hujambo na karibu, huu ni Mshike Mshike, mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Kikosi cha Young Africans kimeondoka Dar es Salaam leo kwa ndege kuelekea jijini Mbeya tayari kwa mchezo wake wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya wenyeji Tanzania Prisons utakaochezwa Juni 18 mwaka huu kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Kwa mujibu wa meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shaban Kamwe, kikosi chao kimejiandaa vizuri kuhakikisha kinapata ushindi katika mchezo huo ili wawe na mazingira mazuri ya kutetea taji lao la ubingwa. Mpaka sasa Yanga inaongoza kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa tofauti ya alama moja dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club, huku timu zote hizo zikiwa zimesaliwa na michezo mitatu mkononi. Mungu, safari hii imekuwa ya purukushani kidogo kwa sababu tulikuwa na changamoto ya kupata ndege ya kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Kwa hiyo tutoe shukrani za dhati kwa wenzetu wa Air Tanzania kufanikisha safari hii, na majira haya saa 10 tunaondoka hapa kuelekea sasa Mbeya kwa ajili ya mechi dhidi ya Tanzania Prison. Tunaamini utakuwa mchezo mgumu kwa sababu mahitaji ya Yanga kwenye hizi point kwenda kwenye mbio za ubingwa ndio mahitaji ya Prison kwenye hizi point kuto kucheza playoff msimu huu. Kwa kila timu ina uhitaji wa hizi point tatu. Kwa tunaamini sisi kama Yanga maandalizi ambayo tumeyafanya, aina wachezaji ambao tuko nao watakwenda kutuongezea nguvu na tutapambana inshallah kupata matokeo mazuri. Mashabiki wetu ambao wako Mbeya na mikoa jirani ni waombe sana jitokeze kwa wingi siku ya mchezo pale Sokoine. Sauti zao, hamasa yao ndio nguzo ya klabu yetu kwenda kupata matokeo mazuri. Na wale ambao wataanza safari kuja Mbeya kwa njia ya mabasi ni watakie kila la kheri, Mwenyezi Mungu awajalie safari njema, wajitahidi kuzingatia alama za barabarani, wafike salama ili tuwe wengi na tuweze kuipush timu yetu kupata matokeo mazuri inshallah. Baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao wanaelekea jijini Mbeya wakitokea hapa Dar es Salaam, wao wameonekana kuwa na matumaini makubwa kwa kikosi chao kuvuna alama 3 za ushindi. Hitaji alama 3 dhidi ya Prison na mechi ambazo zinafuata ili kuelekea kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo nikwambia kwamba tumejipanga, unajua Prison wamejipanga lakini sisi tumejipanga zaidi kwa ajili ya kuchukua alama 3. Unajua unavyoongea sisi sio kwa maneno, sisi naenda kukamilisha taratibu. Huu ubingwa ni wa kwetu, ushatuzoea. Na hao jamaa walikuwa wanatuchelewesha tu, atuzungusha, lakini Prison atumshushi daraja. Yeye tunaenda kumstopisha. Kwa hiyo kuhusu ubingwa hili jambo ni jambo la kawaida tu. Game itakuwa very tough, lakini panapo majali wa Mwenyezi Mungu alama 3 ni muhimu kwa sababu tunaanikiza. Tumechelewa sana kunyanyua makwapa msimu huu kutokana na zile sitomfahamu ambazo zilikuwa zinaendelea, lakini panapo majali ni kwamba wana Mbeya tayari wameshajiandaa kwa ajili ya kutupokea, na panapo majali wa inshallah kupitia zile point 3 za Tanzania Prisons then Dodoma Jiji, panapo majali tunamalizia tarehe 25 kumkanda yule mai wetu. Tunataka kuwaheshimu wapinzani wetu kwa sababu tuna mechi kubwa ambayo sisi tuna imani ile ndio mechi ya ubingwa. Lakini niwahakikishie wana Yanga wote ambao wananisikiliza interview hii ya Azam ni kwamba sisi tunachotaka kukifanya, tunaenda kufanya jambo letu Mbeya, lakini jambo kubwa ni kumshona mtani wetu kwa kutumia sindano za ng'ombe. Na niwaambie wanachama wa Simba wanaoniangalia sasa hivi, dabi hii haina kipengele. Kipengele labda ukilete wewe mwenyewe. Walikuwa wanaiomba dabi na tumekubali kuicheza na tunasubiri ndani ya dakika 5 tu siku ya tarehe 25 mtani na uhakika nitakuwa nishampiga chuma moja. Maana nishazoea, ana ugumu wote yule. Sasa hizi unamwona katulia kaka kimya. Alikuwa anaiomba sana hii game, anaitaka. Nimekubali, haina kipengele na ninamsubiri, namuomba tarehe 25 awahi kuja uwanjani na mazoezi atafanya. Ni baadhi ya mashabiki wa Yanga hao wakizungumza nasi hapa muda mchache kabla kuanza safari ya kuelekea Mbeya kuifuata timu yao kwa ajili ya mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Tanzania Prisons. Lakini kwa kikosi cha Tanzania Prisons, wajelajela wenyewe kimeendelea na mazoezi chini ya kocha wake mkuu Amani Josia, na hiyo ni kuelekea mchezo dhidi ya Young Africans Juni 18 mwaka huu. Akizungumza na Azam Sports, Amani Josia nasema kikosi chake kimejipanga kuzipambania alama 3 katika mchezo huo ambao utachezwa majira saa 10 kamili za jioni kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Licha ya kukiri ugumu wa kucheza dhidi ya Yanga, kocha huyo anasema lengo la Tanzania Prisons kwa sasa ni kuhakikisha wanatumia kila mbinu ili kuvuna alama 3.
Prisons ina alama 30 baada ya kucheza michezo 28 na endapo itashinda mchezo huo itakuwa imefikisha alama 33 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Tunakutana na mpinzani ambaye sio kaliba mechi ambazo zilizopita. Tanzania Prison tumecheza takriban mechi 4 hapa, tumeshinda mechi zote. Lakini sasa tunapata tasti ya timu nyingine yenye kaliba tofauti, timu yenye quality players. Tunachojaribu kufanya, tunafikiri kwamba hawezi kupata nafasi nyingi dhidi ya timu kama hizi, lakini tunajaribu kuona kwamba tutachezaje kwenye weakness yao, alafu tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza kutumia nafasi hizo chache kuziconvert kuwa magoli. Nadhani ukijaribu kuanalyze mechi kama 3-4 zilizopita, unaona tuna uwiano wa magoli mawili, magoli matatu, uwiano wa magoli mawili, magoli matatu kwenye mechi. Kitu ambacho kinatupa morali ya kwenda kufanya kazi. Kufuatia mchezo wa tarehe 18 dhidi ya Yanga tumejiandaa vizuri. Tunaheshimu Yanga. Yanga ni timu kubwa. Kwa kuligundua hilo kwenye kiwanja cha mazoezi, tunaelekezwa na mwalimu wetu na kisha tunayafuata yale maelekezo ambayo tunaelekezwa na mwalimu wetu ili kuhakikisha tunamaliza vizuri msimu huu. Tumejiandaa vizuri na pia tunaendelea kujiandaa kukabiliana na mpinzani sababu ni timu kubwa, hivyo lazima tujiandae kulingana na aina ya mechi tunayoenda kucheza. Namna sasa tuangazie hili kwa kina. Ni mwalike studioni hapa Philip Mkini, mchambuzi wetu wa masuala ya soka, kutazama hili. Burudani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara inarejea, lakini mechi ambazo zinasubiriwa kwa hamu ni pamoja hii ya Tanzania Prisons na Yanga, mbio za ubingwa katika kasi nyingine. Ni mechi ngumu kwa sababu Prison kuna kitu wanakitafuta. Prison bila kushinda mechi zake kuna uwezekano akaanguka kwenye playoff. Kwa ni lazima aanze na mechi ya Yanga, na anachotakiwa kufanya kikubwa ni kuhakikisha angalau anapata pointi moja, anapata pointi 3, kwa sababu ukiangalia msimamo wa ligi ulivyo, kuanzia timu ile iko nafasi ya 6 haiko salama, ina uwezo wa kucheza playoff. Kwa yeye ni lazima apambane, lakini wakati anashinda Prison lazima waangalie na wale wako juu yake wanafanya nini. Lakini pia kwa Yanga naye ni mechi ambao inaweza kumpa nafasi ya kukimbia kwenye zile mbio za kuchukua ubingwa, sababu bado tofauti yake ya pointi moja na Simba. Ina maana yeyote atakayecheza karata zake vizuri hapa inaonyesha ndio ambao anaweza akachukua ubingwa kwa jinsi msimamo ulivyo. Sababu ukiangalia Yanga pointi 73, Simba na pointi 72. Chokuwa nakwambia ndio hicho unachokiona. Aliyeko salama ni kuanzia alipo Tabora tu. Yaani alipo Tabora nafasi ya 5 ndio mtu ambaye yuko salama mpaka sasa hivi. JKT Tanzania mwenyewe aliyeko nafasi ya 6 anahitaji pointi moja ili aweze kubaki kuwa na usalama kwake, au matokeo ambayo yatatokea kwenye mechi ambazo zitachezwa kesho kutwa. Lakini ukimwona Dodoma hayuko salama, Mashujaa hayuko salama, mpaka unapofika pale alipo Tanzania Prison na Fountain ambao wameshaikwa kwenye alama ya kwamba wako kwenye hali mbaya zaidi. Kama nitakuwa nimeelewa vizuri hesabu yako, yule ambaye yuko salama ni kuanzia Tabora United kwenda juu. Kwa sababu kama Prisons atashinda mechi zake 2 zilizosalia, manake atakuwa na point 36. Hali kadhalika kwa Fountain Gates, kama atashinda mechi zake 2 zilizosalia atakuwa na 35 ambazo JKT Tanzania pia anazo. Kwa hiyo usalama wake hao wote nao pia ni lazima waongeze point. Angalau kwa JKT akipata pointi moja akifisha 36, tofauti yake ya magoli ukiona na Tanzania Prison ni kubwa sana. Kwa hiyo aidha Prison ashinde goli nyingi sana kwenye hizo mechi zilizobaki, kitu ambacho kinaonekana ni kigumu sana. Pale negative 15 huku goli moja. Kwa hiyo ni tofauti kubwa sana kwenye hizo timu zote. Lakini ukiwatazama pia Yanga nao, kwa nini wanataka au matokeo? Ni kwa sababu ndio mechi ambayo inaonekana ni ngumu kwao, ndio mechi ya ugenini ya mwisho kwa mzunguko huu. Baada ya hapo atarudi nyumbani kucheza na Dodoma, alafu baada ya hapo ataenda kucheza mechi ya dabi ambao hakuna ambao anaweza akatabiri nini ambacho kinaweza kutokea. Lakini kujihimili hapa ni lazima apate point kwenye hizi mechi zake 2 zilizobaki za katikati, dhidi ya Tanzania Prison na dhidi ya Dodoma Jiji. Kuna muda kidogo hapa timu zimepumzika, lakini kuna wale ambao wasema hawapumziki, walikuwa wakiendelea na ratiba ya mazoezi kwa kuzingatia ugumu wa mechi ambazo wanakwenda kukutana nazo kwenye raundi ya 29, ambao mechi zote zinachezwa muda mmoja Philip, saa 10 kamili za jioni, na zote zitakuwa mbashara kupitia chaneli mbalimbali. Ni experience kubwa sana. Yaani kuna wengi wameshindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kila mmoja akae sasa aone nini ambacho kitatokea. Ukiutazama
hii ratiba kama ilivyo, mechi ambayo unaiona, unaona Simba anaenda kucheza na Ken Gold, naye ni mechi yake ya mwisho ugenini. Lakini mechi nyingine ambayo ina kumbukumbu ni mechi ya Azam na Tabora. Nakumbuka kwamba Azam alipoteza kwa Tabora mechi ya kwanza. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina maswali mengi. Dodoma na Singida, Dodoma bado anahitaji kutafuta point. Singida yuko salama na nafasi yake kucheza michuano ya kimataifa anayo. Kwa hiyo Dodoma ana pressure kubwa. Kwa Singida kule pressure yake anatakiwa ashinde ili apambane na Azam kuania nafasi ya 3 na nafasi ya 4. Lakini Namungo bado naye ana mtihani. Namungo anaenda kucheza na Kagera, Namungo anakuwa nyumbani. Akishinda hii mechi itakuwa inaanza kumuokoa kutoka pale kwenye kucheza playoff. Kagera alishashuka daraja, lakini bado sio timu ya kuipa nafasi ya kwamba bwana inaweza, yani Namungo akaamini ya kwamba anaweza akawafunga kirahisi kwa sababu ameshashuka daraja. Kuna wakati Simba alishazuiwa na Kagera wakiwa Kagera wameshashuka daraja pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza. Kwa Coast naye bado anahitaji kukusanya point kama ilivyo Fountain ambao tayari yupo kule kwenye hali mbaya ya kucheza playoff. Mechi nyingine nzuri ni ya Mashujaa na KMC. KMC hawapo salama sana nao kama ilivyo pia kwa Mashujaa. Kwa hiyo ukiangalia hizi mechi, Pamba anaenda anabaki nyumbani kwenye mechi yake ambayo ni muhimu sana. Amefanya vizuri kwenye mechi nyingi za mzunguko wa pili akiwa nyumbani. Anaenda kucheza na JKT ambao JKT bado anahitaji angalau pointi moja ili awe salama. Kwa hiyo kila mechi ina ubora wake. Yaani hakuna mechi ambayo unaweza kusema kwamba hii au stahili kuiangalia. Basi sawa, tukushukuru sana. Sawa, nakushukuru. Na Philip Mkini, huyo mchambuzi wetu wa masuala ya soka. Lakini pia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii tulikuuliza swali kuelekea mechi hizi za raundi ya 29 ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Je, unaliona chama lako likivuna alama 3? Kwa maana tarehe 18. Tuanzie na ukurasa wetu wa Facebook. Hansi wa Yanga anasema Prisons wamekutana na wakati usiofaa, gari haina break, kitonga na dereva kashuka, ni anasema kupitia wewe ndicho kinachowakuta Prison. Bila shaka na katika mechi 3 hizi tutasare moja tu, mechi 2 tunashinda na ubingwa ni wa Yanga. Tena huku Mbeya kila mtu analijua hilo. Lakini Twahiri Msuya, kwangu mimi naiona timu yake ya Simba ikivuna alama 3 muhimu, kwa kuwa timu tunayokutana nayo Ken Gold haina cha kupoteza kwa sababu automatically tayari imeshashuka daraja. Henry Yotam anasema chama langu la Tanzania Prisons linachukua pointi 3 dhidi ya Yanga. Maoni yake hayo katika ukurasa wetu wa Instagram. Mchome anaona Yanga na Simba watakavyokaza msuli, hakuna atakayetamani kuangusha point. Lengo ni kukutana tarehe 25 wakiwa na utofauti mdogo. Agnes anasema kwa Yanga naona tunavuna alama 3, si mchezo wa raundi inayofuata tu bali raundi zote ambazo zimebaki, daima mbele nyuma mwiko. Mosan Le Jose anasema yeye anaiona Pamba Jiji ameitaga hapo ikifanya makubwa kwenye mechi 2 ambazo zimebaki. Tukamilishe katika ukurasa wetu wa X kuona pia maoni yako, kila ambacho umetutumia. Dr. Salum, bila shaka mnyama alama 3 muhimu, mbio za ubingwa zipo live, ligi sasa imefika. Patam Planet Icon, sina shaka na chama langu la Simba, kwani mshindani hana nguvu ya kumzuia kutochukua ushindi kwa kuwa yuko kwenye mbio za ubingwa. Asante kwa wote ambao umetuandikia maoni yenu kuhusiana na kile ambacho tunatamani kufahamu kuelekea raundi hiyo ya 29 ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Tuendelee kuangazia mengineyo tulionayo, ambapo chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa kimethibitisha kukamilika kwa maandalizi ya mchezo ligi kuu soka NBC Tanzania bara utakaozikutanisha Ken Gold dhidi ya Simba, ambao wenye utachezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora Juni 18 mwaka huu. Ndani ya taarifa hiyo na mwandishi wetu Juma Kapipi. Maandalizi ndani ya uwanja yapo ukingoni. Kilichosalia sasa ni kazi ndogo ndogo tu za hapa na pale. Dickson Absalom ni meneja uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Maandalizi tumeanza tangu tulipopata taarifa hii. Maandalizi yako vizuri katika vyumba na pichi tumeisha iandaa
na mambo mzuri. Iliyobaki ni kulevo uwanja ukae katika nyasi zilizonifuka hizi siku 2-3 na zilevo kama unavyomwona anavyofyeka, na mzunguko nyasi zilizomea na zisafisha na zenyewe katika hali itakuwa katika hali nzuri. Katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa Awadhi Sabuni anasema mchezo huo wa Ken Gold dhidi ya Simba utapigwa, huku akithibitisha maandalizi yamekamilika kwa upande wao. Kama ambavyo umetoka kushuhudia sasa hivi, upande wa management ya uwanja inaendelea, lakini sisi kama wasimamizi wa kituo tunaendelea vizuri kukiandaa kituo, lakini hata wageni wetu ambao ni wenyeji Ken Gold tayari timu iko Tabora. Mimi niwahakikishie tu kwamba mashabiki na wapenzi wa soka wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani kwamba mchezo huu upo kama ambavyo umepangwa na bodi ya ligi, na utachezwa kwenye ardhi ya Tabora katika uwanja wa Hassan Mwinyi siku ya tarehe 18 majira saa 10 kamili kama ambavyo ratiba inaonyesha, na maandalizi yote yako vizuri. Kwa upande wa viingilio naona timu mwenyeji tayari ameshatangaza ni shilingi 5,000 kwa 10,000. Awadhi Sabuni amewahakikishia mashabiki wa soka swala la usalama ndani na nje ya uwanja pamoja na yeyote ambaye atakayekuwa uwanjani. Kwa hiyo kila kitu kimezingatiwa: usalama wa mashabiki, usalama wa timu, usalama wa viongozi watakaofika viwanjani. Kwa hiyo hali iko vizuri na nafikiri mkaribishe tu wadau na wageni mbalimbali kutoka mikoa tofauti tofauti kuja Tabora kutazama burudani ya soka. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Baadhi ya mashabiki wa Simba tawi la Tabata Dampo Dar es Salaam wamezungumza kuelekea mchezo wao wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara dhidi ya Ken Gold ambao utachezwa Juni 18 mwaka huu kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora. Khadija Khalifa na undani wa taarifa. Naam, ni kuelekea katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara NBC baina ya Ken Gold FC ambao ni wenyeji wa mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utaenda kuchezwa katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi kule Tabora. Lakini pia nimepata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club ambao walikuwa na haya ya kusema. Ni mechi ngumu kwa sababu ukiangalia Ken Gold ni miongoni mwa timu ambazo pia zina wachezaji wazuri. Matokeo ya kushuka au kubaki Premier ni mazingira tu ya kimchezo. Huwezi kuandalet kiasi kikubwa sana kwa sababu ni timu ambayo ipo Premier, malengo ni moja. Sasa hivi imeshuka, lakini naamini kuna wachezaji wengi ambao wanatamani kubaki kwenye ligi kuu. Lazima wataonyesha ukomavu. Hii mechi kwetu si ni muhimu sana. Umeona hii mechi kwetu si muhimu sana ukitarajia tupo kwenye mbio za ubingwa. Umeona inahitaji kabisa tushinde. Tuhitaji sare wala kufungwa. Sisi tunatakiwa ni ushindi tu. Kwa hiyo ni mechi muhimu sana kwetu. Tunajua Ken Gold ni timu nzuri na ndio maana bado ipo na inaendelea kupambania mechi zilizobakia licha ya kuwa imeshuka daraja, lakini na imani tutapata ushindani mkubwa kwa sababu na imani Simba tunapocheza Simba hata na timu ya daraja la kwanza ikija inakuja kweli kupambana na Simba kwa sababu wanajua anacheza na timu gani na timu ina ubora kiasi gani. Simba akicheza na timu yote ile huwa wanakamia. Kwa mechi kwetu sisi ndio kupo ngumu, ila tuna imani tutashinda. Yaani kushinda lazima tushinde. Hakuna shida. Hii ni muendelezo, kitu tunachokihitaji sisi ni kupata ubingwa katika mwaka huu wa 24 25. Kwa hiyo Ken Gold hatuwadharau japokuwa wameshuka daraja. Lakini hii ni Simba timu yote ikicheza nayo yani inakuwa ni mechi kweli kweli. Angalia timu zote zilizoshuka daraja, isiyoshuka daraja kicheza na Simba tofauti kicheza timu nyingine. Kwa hiyo tunaambia ndugu zetu ambao wako karibu Tabora na mikoa ya jirani, yani wameniko kwa wingi kwenye mechi hiyo kuiombea dua timu yetu ya Simba ipate ushindi kwa pointi 3 na magoli mengi ya kutosha. Zeni tuangalie mechi zinazofuata. Mwisho wa siku tutangaze kuwa mabingwa wa nchi. Mchezo huu utachezwa Juni 18 katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora, lakini pia utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Cha kufanya ni wewe kulipia kwa wakati ili kuweza kuenjoy mtanange huu. Nikiripoti kutoka hapa katika tawi la Tabata Dampo jijini Dar es Salaam, Khadija Khalifa, Azam Sports. Na ni kwa kiasi cha shilingi 28,000 tu unaweza kushuhudia mechi zote hizo mubashara katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini wanachama wa klabu ya Namungo wamemchagua CPA Hosea Lugano kuwa mwenyekiti wa klabu yao kufuatia uchaguzi ambao umefanyika mwishoni mwa juma lililopita. Mchakato wa uchaguzi huo umesimamiwa na makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF wakili Benjamin Karume. Tuliendesha kwa mujibu wa kanuni zilivyokuwa zimeainisha,
kwamba endapo mgombea katika nafasi ambayo anagombea yuko peke yake, kwa hiyo mkutano wa wanachama au tuseme mkutano mkuu, kazi yao kubwa ni kuwathibitisha. Kwa hiyo kilichofanyika, wanachama mkutano mkuu umewathibitisha kwa nafasi ya mwenyekiti ambaye ni CPA Hosea Lugano pamoja na makamu mwenyekiti Mr. Shimo. Kwa zoezi kwa kweli alikuwa na ugumu wote, haukuwa na mkwamo wote. Nashukuru sana kwa maana kwamba wajumbe wanachama wamenichagua kwa 100%, na sasa niko tayari kufanya majukumu ya kuipigania timu yetu. Zoezi lilienda vizuri na tunashukuru sana TFF kwa maana kwamba walisimamia zoezi kuanzia lilipoanza zaidi ya mwezi mmoja. Mchakato ulianza zaidi ya mwezi mmoja uliopita na leo ndo tumehitimisha. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana TFF, kamati ya uchaguzi, kwa kukamilisha hili zoezi kwa leo, lakini niwashukuru wanachama, Wanamungo na viongozi waliopita kwa kufanikisha hili zoezi. Katika viongozi waliochaguliwa leo, kwanza niwape pongezi, na tunajua ni namna gani wamekuwa wakiwajibika na timu katika kusafiri, katika kuifanya timu ibaki katika nafasi iliyokuwepo, na vile vile tunajua malengo yetu sasa hivi ni ya kufanya kwanza timu ibaki ligi kuu, kwa sababu kwa nafasi tuliokuwepo tunatamani sana tuendelee kubaki. Sasa hivi Namungo siwe ile Namungo wakupoteza mechi za nyumbani. Sasa tunataka Namungo ambayo nyumbani tunashinda, ugenini tunashinda. Na imani kiongozi wetu atakuwa yuko mahiri, yuko vizuri, na tutapambania sana, tutapambania wote, hatutamwangusha, tutakuwa bega kwa bega pamoja ili timu yetu ya Namungo FC ikae kwenye nafasi zake zile ambazo tumezoea kukaa. Kule taarifa nyinginezo, lakini hapa tunarejea kuangazia mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, ambapo Pamba Jiji yenyewe inasema kuelekea mechi zake 2 za mwisho za ligi zinakwenda kuhakikisha zinafanya vizuri, na lengo ni kuepuka kucheza mechi za mtoano, hivyo ni lazima waifunge JKT Tanzania Jumatano ya wiki hii. Akizungumza na Mshike, ofisa habari wa Pamba Jiji Moses William anasema wamefanya maandalizi yote na ni ya kutosha tu ili waweze kuifunga JKT Tanzania. Namshukuru Mwenyezi Mungu, so far tunaendelea vizuri. Wachezaji wote ambao walikuwa hawajafika kambini kwa sababu maalum, akiwemo mchezaji Shasili Nahima ambaye alikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, yuko mazoezini, ameendelea na session kama kawaida, na leo tumefanya session yetu ya pili kuelekea kwenye session ya mwisho ya kesho. Mpaka saizi hatuna changamoto yoyote, tuko tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Niseme tu miongoni mwa timu ambazo hatujasahau kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wetu wa kwanza ni wenzetu JKT. Ni mechi ambayo iliisha kwa sare tasa pale kwao, na mazingira ile mechi kila mmoja anakumbuka ambavyo yalikuwa. Kwa hiyo benchi la ufundi, uongozi pamoja na wachezaji tumejiandaa kuhakikisha wanapamba, wanamwanzo wanapata burudani kupitia kwenye huo mchezo wa Jumatano. Haiwezi kuwa mechi rahisi kwa sababu nasema hivi ambavyo anasema ni mechi ambayo tahadhari zote za kiufundi benchi la ufundi chini ya Katalaia Majeshi wamezichukua kuelekea kwenye huo mchezo. Niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, naposema tunamaliza kibabe sio kwa maneno. Waje Jumatano pale CCM Kirumba wakaone hiki ambacho mimi nakizungumza. Moses William huyo ofisa habari wa Pamba Jiji akizungumza kuelekea mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, wenyeji wa mtanangi huo wenyewe wanasema kuelekea kwenye mchezo huo kwa maana ya kumradhi, kwa upande wa JKT Tanzania wao kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Pamba Jiji, wanasema kwamba wako tayari kuhakikisha kwamba lengo lao kubwa ni kupata alama 3, lakini pia kumaliza msimu huu wa ligi kwa heshima na kupata matokeo mazuri kwenye michezo ambayo imesalia. Salama na vijana wetu mpaka sasa wako salama. Tunaendelea na maandalizi ya mwisho kuhakikisha mchezo dhidi ya Pamba tunapata alama 3. Ni mechi ngumu, ni mechi ya ushindani, ukizingatia kwamba mwenyeji wetu bado hayuko katika nafasi nzuri, alama zake za kumwezesha kukaa katika hali salama. Kwa hiyo bado yuko katika tension ya kutaka kuhepa ile playoff. Lakini wakati huo sisi tunahitaji kumaliza hii ligi kwa heshima.
tunahitaji tumalize ligi tukiwa katika nafasi ya 5. Sasa kampeni yetu ya kukamata hiyo nafasi ya 5 inaanza kwa Pamba Jiji. Tunahitaji kuonesha kwamba hakika tulidhamiria, japo malengo yetu hatukuyafikia yale tuliokuwa tumejiwekea katika msimu huu wa ligi, ubingwa au nafasi ya 4. Basi tukaribie hiyo nafasi tuliokuwa tumeikadiria kwamba tukimaliza ligi tuwe hapa. Kwa hiyo mimi niwaeleze tu wapenzi, wadau na mashabiki wetu wa JKT Tanzania, wa Tanzania kwa ujumla, wanaotufuatilia na wanaoipenda JKT Tanzania, kwamba sisi tumekuja hapa Mwanza kuonesha heshima ya JKT Tanzania, kuonesha namna ambavyo tunaweza kucheza mpira, kuonesha namna kwamba hatukuyafikia malengo yetu, si kwamba hatuna uwezo, isipokuwa ni Mungu tu alipanga hivyo. Uwezo upo na kila mmoja athibitishe hivyo. Mchezo utachezwa CCM Kirumba jijini Mwanza saa 10 kamili za jioni kama kawaida, na JKT Tanzania akiwa ni mgeni wa Pamba Jiji. Lakini kwa hapa Dar es Salaam, Azam FC yenyewe inajifua kuiva Tabora United katika mchezo ambao utachezwa Juni 18 mwaka huu kwenye uwanja wa nyumbani wa Azam Complex Chamazi. Akizungumza na Mshike ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe anasema wamejiandaa vyema kuikabili Tabora United, na kwa wachezaji ambao walikuwa na majeraha wote wanaendelea kuimarika kwa asilimia kubwa. Tunarejea kucheza ligi kuu baada ya muda kidogo kupita, na tangu wiki hii imeanza wachezaji wako kwenye mazoezi ya mwisho ambayo ni mepesi baada ya kukamilisha ratiba za kwanza zile za mazoezi ya kurudisha utimamu wa mwili. Tuko tayari kwa ajili ya kuwakabili Tabora kwa sababu kwanza tuna deni nao. Yaani Tabora tulikwenda kwao tukakutana na kitu ambacho hakuna ambaye alikuwa anatarajia. Kwa hiyo this time around nafikiri ni wakati mzuri wa sisi pia kuutumia uwanja wetu wa nyumbani, mashabiki wetu wa nyumbani. Mwalimu amekuwa akiendelea na programu yake vizuri. Wachezaji wetu ambao walikuwa na injuries ndogo japokuwa hawajacheza muda mrefu, lakini kwa kipindi hiki kifupi ambacho wamepata kupumzika, wamepata utimamu wao, wamerejea. Kwa hiyo palipobaki ni padogo sana kuelekea huo mchezo. Asilimia 99.9 ya wachezaji ambao wako kwenye mzunguko wa mwalimu kwenye michezo yetu wako sawa, na sisi tunasubiri tu siku ya mchezo, ijapokuwa tutegemei mechi rahisi hata kidogo. Of course ni mechi za kumaliza msimu. Bahati mbaya raundi ya pili kwetu haijawa nzuri sana kama ambavyo tulifanya kwenye raundi ya kwanza, lakini tunategemea mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hiki ni kipindi ambacho mechi hizi zinakwenda kuamua hatma ya timu. Utakavyomaliza msimu ndio itakavyo kutengeneza wewe namna ya kuanza msimu unaofuata. Na sisi tumekubaliana kwamba tutakapomaliza tu msimu tuta-announce wachezaji ambao tumefanya usajili, na baada ya hapo wale wengine wataongezeka kwa sababu zote ni recommendations za mwalimu, na tutaenda kambi baada ya mapumziko tu mafupi, tutaingia kambi ya kujiandaa na msimu ujao. Na karibu na kukaribisha kwa mara nyingine tena. Huu ni Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Kikosi cha Dodoma Jiji kimefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wake wa raundi ya 29 ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Singida Black Stars Juni 18 mwaka huu, huku kocha wa timu hiyo Meki Maxime yakisema kikosi chake kitapambana kuhakikisha kinavuna alama 3. Mwandishi wetu George Mbara amehudhuria mazoezi hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kikosi cha Walimazabibu kikiendelea kujifua kuwakabili Singida Black Stars, huku kocha Maxime akisema kikosi chake kiko kamili kwa ajili ya mchezo huo. Tunajiandaa kama kawaida kwa sababu ligi bado haijaisha. Kwa hiyo maandalizi yetu tulivyoanza ni yale yanakwenda. Kwa hiyo nafikiri tunashukuru Mungu tuko vizuri, na leo tumemaliza session ya mwisho vizuri. Kikubwa tukupumzika wachezaji na kumuomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama kesho kutwa tuweze kufanya kazi ambayo imetuleta. Kocha huyu anasema haukuwa msimu rahisi, lakini walipambana kuhakikisha timu inasalia ligi kuu. Ligi ngumu. Kwanza mpaka hapa unashukuru timu ya watu mpaka saizi hujaishusha, na unashukuru timu ya watu mpaka saizi iko salama. Hilo ndio jambo moja la kushukuru. Maxime
Anawataka wanadodoma kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo huo, kwani ndio utakuwa wa mwisho katika msimu huu kuchezwa kwenye dimba lao la nyumbani la Jamhuri. Mechi ya mwisho nyumbani, kwa hiyo waje kwa wingi, nafikiri waje wa support, na Dodoma mimi sina shaka na Dodoma. Wana washabiki wa kweli na nafikiri kesho, yani huwezi kuwa push, wenyewe wanajua. Kwa hiyo ni kesho tu kuwakumbusha waje kwa wingi, nafikiri tuje tumalizie mechi za nyumbani vizuri. Dodoma Jiji iko nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi, ikishuka dimbani michezo 28 na ikivuna alama 34. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Timu ya soka taifa wanawake ya Tanzania Twiga Stars imejiandaa kuivaa Burundi kesho katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, na hiyo ni kuelekea kwenye mchezo ambao unahusisha michuano ya Sekafa kwa wanawake. Kocha mkuu wa kikosi hicho Bakari Shime anasema wamejipanga vizuri na wanatarajia kuibuka na matokeo ya ushindi, huku akiwaomba mashabiki kuendelea kujitokeza kwa wingi na kuiunga mkono Twiga Stars. Matayarisho yanaendelea vizuri na kikubwa ni kwamba tunajiandaa kwa michezo yote na tukiwa tunaipa thamani michezo yote kuhakikisha kwamba tunapata kile ambacho tunakusudia kama timu. Kama ambavyo nikiongea kila siku, mashindano haya tunayatumia kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya AFCON. Kwa tunajaribu kila kile ambacho tunaona kinaweza kutusaidia sisi kwenye mashindano ya AFCON. Lakini pia pamoja na kutafuta hayo mazoezi, bado pia tunashindana kwenye mashindano haya ili tuweze kufanya vizuri kwenye ukanda wetu na kuhakikisha kwamba tunabakisha kombe nyumbani. Mechi zote sisi zina nguvu sawa, kwa maana ya kwamba tumeshinda mchezo uliopita, hatukuruhusu goli, tumepoteza nafasi nyingi za kufunga. Lakini namna gani pia tutarudi na kiwanjani kutekeleza nafasi nyingi za kufunga na kurekebisha makosa ambayo tuliyafanya juzi kwa kupoteza nafasi nyingi za kufunga. Lakini yote kwa yote ni kwamba timu inafanya vizuri na wachezaji wako tayari kwa ajili ya mashindano. Naam. Ni kocha huyo mkuu wa Twiga Stars, kikosi cha timu ya soka taifa ya Tanzania wanawake, akizungumza kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Burundi, na anaungana hapa na mchambuzi wetu Philip Nkini kujadili hili kwa kina. Ni michuano hii ya Sekafa, lakini pia kama ambavyo umemsikia kocha Shime, wanafanya mazoezi lakini wakati huo wanajiandaa kwa ajili ya mechi ya ushindani ikiwemo hizo za Sekafa, lakini pia tunafahamu na kibarua kikubwa cha michuano ya AFCON ambayo inaanza Julai 5 kule Morocco. Nafikiri hii ni njia nzuri wanapita. Kitazama mechi yao ya kwanza, ushindi wa magoli 4-0, unaona ya kwamba ni timu ambayo imekomaa. Ulikuwa ukiwaangalia unawaona kwamba walikuwa na uwezo wa kupata idadi kubwa zaidi ya magoli kuliko ile ambao wamepata, lakini kuna muda nafasi sio zote ambazo mnaweza mkazitumia. Lakini ukiwatazama Twiga, ukitazama timu zingine ambazo ziko ni Sekafa, unaona Twiga wenyewe wana experience kubwa zaidi kuliko zile timu nyingine nyingi ambazo wanacheza nazo. Mimi sina shaka na hii mechi ambayo wanaenda kucheza, naamini ya kwamba wataenda kucheza na watapata ushindi kwa sababu ni timu ambayo tayari imeshakomana, wana kocha ambao ana experience ya kutosha sasa hivi. Kwanza ukitazama haya mashindano, Twiga Stars ana heshima ya kipekee yake, maana kwenye ukanda huu yeye ni kama champion. Unapozungumzia ukanda wa Sekafa kuelekea michuano ya AFCON, maana ni Tanzania peke yake. Lakini pia kwa namna ambavyo amecheza mechi ya kwanza ameshinda, na mechi hii inayofuata ambayo atacheza na Burundi pia inatoa taswira ya kikosi alicho nacho na kile ambacho anatakiwa waondoke nacho kuelekea Morocco. Ukiwatazama ndio maana nikakwambia sasa hivi Twiga sio timu tena kusema kwenye mashindano kama haya inaenda kutafuta experience. Huku wanaenda kwa ajili ya kujiandaa. Hata kocha umemsikia anazungumza, anajiamini ya kwamba wanafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Wanacheza mashindano ya Sekafa lakini wanajiandaa kwa mashindano mengine makubwa zaidi. Lakini ukiona wanavyocheza unaona kwenye Twiga sasa hivi ni tofauti na hapo nyuma ilivyokuwa. Nyuma alikuwa anaweza akatoka mchezaji labda fullback wa kushoto, anaingia mchezaji mwingine, unaona kuna gap kubwa. Leo anatoka fullback wa kushoto, anaingia mchezaji mwingine, unaona kwamba huyu ni bora kuliko yule aliotoka, au huyu aloingia ana mapungufu kidogo lakini ni kidogo sana ambao huwezi kufanisha na mchezaji wa timu ya upinzani. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba ni mashindano ambao wanatakiwa kuchukua ubingwa. Sio mashindano ya kusema kwamba tunaenda kushinda alafu tuishie hapa. Ni mashindano ya kuchukua ubingwa alafu waende vizuri kwenye mashindano mengine makubwa zaidi. Mechi mbili za kesho saa 10 kamili za jioni Tanzania hiyo Twiga Stars dhidi ya Burundi. Saa 1 usiku Kenya
watakuwa kicheza dhidi ya Uganda. Mashindano haya hayana makundi. Kadiri unavyokusanya point, manake tunakuja kuzungumza mengine mwisho wa michuano itakavyokuwa. Tanzania alama zake 3, nafasi nzuri alionayo ni mazoezi kuelekea michuano ya AFCON, lakini pia ni mashindano rasmi. Mzigo uliobeba mashindano yako nyumbani kwake. Ndio maana nikakwambia chochote ambacho wanatakiwa kufanya wenyewe ni kuchukua ubingwa. Yaani pale kukusanya pointi nyingi kuliko timu zingine zote ndio kitu ambacho wanacho. Sasa hivi tuna wachezaji wanacheza Ulaya, wanacheza timu kubwa za Afrika, wanacheza mabara mengine. Kwa hiyo hatuna cha kupoteza. Ukijifananisha Tanzania sasa hivi na Kenya na Uganda, sio na Burundi, Sudani ya Kusini, ni vitu viwili tofauti sana. Yaani Tanzania gap lake ni kubwa sana. Ndio maana umesema ya kwamba yeye anatazamwa kama vile yani ndio giant kwenye haya mashindano. Lakini pia yeye ni host, sababu yeye ndo anaoandaa mashindano. Anatumia uwanja wake wa nyumbani, kwa hiyo ana advantage nyingine kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba anachukua ubingwa huu. Philip, bila shaka unaona mwamko pia wa mashabiki na imani ambao wako nayo kwenye timu ya taifa ama timu tu za taifa za wanawake. Kuna ile unasema naenda Chamazi, naenda kuangalia soka safi, naenda kuangalia timu ikipambana, na ukipitia kwenye kurasa za mitandao ya kijamii unaona watu wamekuwa wakitoa maoni kulingana na kile ambacho wanakiona. Kazi imefanyika. Unajua sasa hivi kuna mtu anaweza akaenda kwenye mechi ya Twiga akasema nataka nikamwone huyo Opa Clement. Yaani sasa hivi kuna majina ambao wachezaji wanayafuata. Lakini ukitazama mechi ya kwanza ile ya Stars ulikuwa unaweza kufeel labda unaangalia ya Twiga Stars, utafeel unaangalia mechi ya ligi kuu. Labda ulikuwa unafeel labda ni Azam anacheza au ni Simba anacheza au nani. Sasa ulikuwa kuna mashabiki wengi na unaona mashabiki wanaenjoy. Yaani kuna ile mashabiki anaenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kupoteza muda, lakini kuna shabiki unamuona anaenjoy, yani anashangilia timu yake, anafurahia kile ambacho kinafanyika pale uwanjani. Kuna kazi kubwa imefanyika kwenye soka la wanawake. Bado tunaona kuna juhudi zinatakiwa zifanyike zaidi. Lakini kwa hapa tulipofika lazima tujipongeze kwa kile ambacho kimefanyika. Haya, tunashukuru. Na Philip Nkine huyo mchambuzi wetu wa masuala ya soka, tukizungumza naye hapa kuelekea mechi hizo za Sekafa kwa wanawake. Mechi za kesho na kukumbusha tena live ama mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Channel ni Azam Sports 1 HD. Tanzania dhidi ya Burundi saa 10 kamili za jioni, na saa 1 usiku ni Kenya dhidi ya Uganda. Mengineyo, taasisi ya Fountain Gate Academy kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete leo hii wameingia makubaliano ya kuimarisha afya za wachezaji ndani ya timu zote zilizo chini ya Fountain Gate, na ni katika magonjwa ya moyo, huku lengo kubwa likiwa ni kuwaboreshea wachezaji usalama wao. Na baada ya kuwa approach na kuelezwa jambo hili, tulikimbilia kwa haraka kwa sababu tunaona kwamba ni jambo ambalo linakwenda kuleta manufaa makubwa sana kwenye familia yetu. Na sasa nachukue nafasi hii sasa kusema wazazi wetu ambao watoto wao wanashiriki kwenye michezo sasa waondoe hofu, kwa sababu kabla mtoto hajaingia kwenye michezo lazima tuhakikishe tunajua afya yake. Kwa hiyo wakati anapokwenda kufanya mazoezi inajulikana kabisa huyu anaweza kufanya haya mazoezi na afya yake iko bora kwa kiwango gani. Kilomita tulisaini na TFF ambao nafikiri ndio wadau wa michezo wakubwa hapa nchini, lakini hii imekuwa ni chombo cha tofauti ambao umekuja kusaini na taasisi ya moyo. Ni kitu cha kipekee, tuna appreciate na tunawapongeza sana Fountain Gate Academy. Kwa naomba tuwapigie makofi kwa kama alivyosema Dr. Eva, nyinyi ni taasisi kubwa. Nimesikia kwamba mna shule kama 15. Kwa hiyo hilo ni jeshi kubwa sana. Kwa na jeshi kama hilo ambalo lina afya, ambao mnafanya michezo, ni kitu kikubwa, na management rais pamoja na timu yako tunakupongeza kwa sababu unawajali vijana, unawajali wana michezo na watoto ambao wanapita chini ya mikono yako. Kwa hiyo hongera sana, uendelee na kazi hiyo na moyo huo. Kwa upande mwingine, mtendaji mkuu huyo wa Fountain Gate anasema kama uongozi wamejiandaa vizuri katika michezo ambayo imesalia ya ligi kuu soka NBC Tanzania bara kuhakikisha hawachezi mechi za mtoano, huku wakijipanga pia kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Ligi ni ngumu kwa upande wetu na kwa sasa hivi tumebaki na hiyo michezo miwili, lakini tuendelea na maandalizi tuendelea na sasa hivi hapa nikitoka naenda moja kwa moja Tanga
lakini maandalizi yanaendelea, na of course siwezi kusema exactly tunaandaa vipi, lakini mjue kwamba sisi tutapambana na hatuendi kucheza playoff. Ni mchezo mmoja ambao ni mgumu sana kwetu, lakini vijana wameshaambiwa na wanajua ugumu wa hiyo mechi. Kwa hiyo tumejitahidi na tunaendelea kujitahidi kuweka kwenye mazingira mazuri zaidi kusudi wapambane zaidi. Cha kwanza, uongozi wote tunaelekea Tanga muda huu, na mashabiki wetu wote wa Babati of course wana hamu sana kuona kwamba tunabaki kwenye ligi. Na wanaendelea kutusupport, na sisi tunawaahidi kwamba sisi hatutoshuka. Tutapambana kadri uwezo wetu na tutabaki kwenye ligi. Chama cha mchezo wa pool Tanzania TAPA kimewaomba wadhamini kujitokeza kuunga mkono katika shindano la kumtafuta mkali wa pool table ambalo litafanyika hapa Dar es Salaam kuanzia michuano hii maana itakavyoanza, lakini pia itakuwa ikihusisha wachezaji 16 bora katika mchezo huo. Afisa habari wa TAPA Akida Kilango anatoa ufafanuzi kuhusiana na shindano hilo. Ni shindano ambalo litahusisha wachezaji ambao wameonekana kufanya vizuri zaidi katika mchezo wetu wa pool table, na watakuwa ni wachezaji 16 tu. Mashindano yatafanyika kwa siku 3. Ijumaa ya Julai 11 tutaanzia katika hatua ya 16 bora. Jumamosi tutacheza hatua ya robo finali, lakini Jumapili tutacheza nusu finali pamoja na finali. Ni mashindano ambayo yatahusisha wachezaji mmoja mmoja, yani single, na tunatarajia atakuwa na ushindani mkubwa. Lakini pia nitumie nafasi hii kuweza kuwaomba wadhamini mbalimbali waweze kujitokeza kutushika mkono ili basi tuweze kufanikisha shindano letu hili kubwa la wakali wa pool, ambapo hii itakuwa ni mara ya kwanza kuweza kulifanya, na lengo sasa ni ili kuweza kupata wale washindani na washindi wa kweli, ili tuweze kumpata mchezaji ambaye sasa atapokuwa akisema kwamba yeye ni Tanzania 1 katika pool table, basi iwe hivyo. Ni Akida Kilango huyo, ofisa habari wa TAPA. Lakini kwa tarehe rasmi za kumtafuta mkali wa pool table ni Julai 11 hadi 13 mwaka huu. Huu ni Mshike Mshike, tutarejea. Na tuendelea kuangazia mengineyo tulionayo kwenye Mshike Mshike hii leo. Michezo ya UMITASHUMTA ambayo inaendelea mkoani Iringa imefikia hatua ya nusu fainali kwa mpira wa kikapu na mpira wa miguu, huku mchezo wa riadha ukiwa umefikia tamati kwa timu kutoka mikoa ya Mara, Mwanza na Manyara kuonyesha ushindani wa juu zaidi. Mohamed Nyaulingo yeye anakuja na undani wa taarifa. Ni michezo UMITASHUMTA ikitimua vumbi hapa mkoani Iringa, na hatua za nusu fainali ndizo zimeonyesha ushindani zaidi. Mchezo wa riadha wenyewe hii leo umehitimishwa kwa kuonyesha ushindani mkubwa, huku mikoa ya kanda ya Ziwa na Kaskazini yenyewe ikipigwa chapuo zaidi kuibuka na ushindi, hasa mkoa wa Mara, Mwanza, Sanjari na Manyara. Wa riadha umeonyesha dira nzuri kwa wanamichezo kufanya vizuri sana kuanzia tulipoanza tarehe 11 na leo ni tarehe 16, ikijumuisha siku 6 za mchezo wa riadha kwa pande zote mbili za track events pamoja na field events. Kwa siku ya leo kwa track events tumekuwa na fainali ya mbio za kupokezana vijiti ama relay wa wasichana na wavulana. Licha ya kuwepo na changamoto nyingi, lakini wachezaji wote wamefanikiwa kumaliza mbio za mita tofauti. Ushindani ni mzuri kwa mikoa yote, tukiangalia kuna mikoa kama Mara, Mwanza, Manyara, Geita, ikionyesha ushindani wa hali ya juu sana. Kwa hivyo tunaamini tutaona ni nani ameweza kuwa kinara kwa mikoa baada ya kupata alama ama kujumuisha alama za washindi wa mikoa yote. Hii inatuonyesha kuwa 2026 Mungu akitujalia, basi kutakuwa na ushindani mkubwa sana kwa upande wa riadha. Mchezo ya mpira wa miguu na basketball wenyewe bado mkano ni mkubwa, licha ya mikoa ya kanda ya Ziwa kuonyesha ushindani mkubwa kutokana na kimo cha wachezaji wake, lakini hapo baadaye itafahamika nani kuibuka mshindi kwenye michezo hii. Mohamed Nyaulingo, Azam Sports,
Mchezo wa 5 wa fainali ya ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA wenyewe utachezwa kesho alfajiri kwenye uwanja wa Paycom Center huko Oklahoma nchini Marekani. Hassan Ahmed na taarifa ya kina. Oklahoma City Thunder ambao watakuwa nyumbani wakiwa na nyota wao Shai Gilgeous-Alexander watawakaribisha Indiana Pacers katika mchezo huo ambao ndio utatoa taswira ya bingwa wa ligi hiyo mwaka huu. Mchezo wa 4 wa fainali hiyo, Oklahoma waliibuka na ushindi wa vikapu 111 kwa 104 dhidi ya Indiana na hivyo kufanya matokeo kusalia sare ya 2-2 baada ya Indiana kushinda katika mchezo wao wa 3 wa fainali hiyo. Shai ameisaidia timu yake ya Oklahoma kufunga alama 35 huku nyota wa Pacers Tyrese Haliburton akishinda na kuiokoa timu yake kufunga alama 18 pamoja na Pascal Siakam akifunga alama 27 huku Pacers wakipoteza mchezo huo. Mchezo wa 7 wa fainali hiyo ya ligi ya mpira wa kikapu NBA ambao ndio utatoa bingwa wa ligi hiyo mwaka huu unatarajiwa kuchezwa Ijumaa wiki hii katika uwanja wa Paycom Center jijini Oklahoma. Hassan Ahmed, Azam Sports. Na dirisha la usajili kwa klabu za ligi kuu soka ya England limefunguliwa rasmi leo Juni 16 hadi Septemba mosi mwaka huu kwa ajili ya msimu ujao wa 2025-2026 wa ligi kuu. Usajili huo ni kwa ajili ya klabu ambazo zinashiriki ligi kuu ya England Championship, League 1 pamoja na 2, lakini kwa klabu kubwa huko England zinaonekana kwamba zinakwenda kufanya maajabu makubwa ama kutumia kitita kikubwa cha fedha wakati wa usajili. Hapo nazungumzia Liverpool, Manchester United, Arsenal, Brighton, Leicester City, Fulham, Everton na nyinginezo. Na ndio tumefikia tamati hiyo ya mshike, lakini kama kawaida nikukumbushe miongoni mwa taarifa zetu. Kikosi cha Young Africans kimeondoka Dar es Salaam leo kwa ndege kuelekea jijini Mbeya tayari kwa mchezo wake wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tanzania Prisons. Maandalizi ya mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaoikutanisha KenGold dhidi ya Simba yakamilika mjini Tabora. Na mabingwa wa Bundesliga Bayern Munich waanza kwa ushindi mnono kwenye kombe la dunia la klabu. Kwa nukta hiyo, tukushukuru sana kwa kuungana nasi hapa katika Mshike. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki, mimi ni Fatma Abdalla Chikayo. Usiku mwema.